TV Nuru ya Uislamu inakuletea mwangaza wa dini yako. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nianze kwa kumshukuru shekhi wangu mahadhiri wa kwanza Sheikh Yatima Abdul Samad kwa mada yake ambayo yote nitazungumza nitakuwa mimi niko naiba mwenye mada yake, nimesoma mengi. Lakini pia ninamshukuru Dr. Mamboleo Anzuruni kwa mada yake pia ambayo imebeba faida kubwa. Ndugu zangu, hawa ndugu zetu hatuwezi jua faida zao ila wakati umeona kwao mambo fulani. Nimesafiri na Dr. Mamboleo kwenye safari za hija kama daktari wa mahujaji wetu mwaka huu 2026. Kule unakuwa tayari kiwizara ya haji, mipango iko sasa hivi. Mumejiunga na hospitali clinic nyingine kule Saudia ambayo hii itatumika na Burundi. Kwa hiyo hawa madaktari wanakuwa ni madaktari wa kule wa Masri, wa Saudi, nadhani nchi mnaziona Saudia, Burundi, utofauti. Kwa hiyo ni madaktari wako sawasawa sana, wanajiunga na huyo wa Burundi. Ofisi yao katika kufanya kazi na mahujaji inakuwa ni moja kwenye jengo la mahujaji. Dr. Mamboleo yupo hapa, kuna Dr. Masri yupo hapa na hivyo. Baada Dr. kufika mambo yote haya kuyamaliza kwenye system, inabidi waonane macho kwa macho. Lakini pia tunahitaji mumaridha, maake msaidizi wa huyo daktari wa Burundi. Tulimtafuta huyo msaidizi, ndipo hapo nataka kufikia. Wao walivyomtazama dokta wakaweka mambo yake ya kielimu mwenye system kimataifa, kwa sababu inakupa Google moja kwa moja. Kuna mambo ukiweka yanafika anaonesha huyu ni daktari kimataifa anatambulika. Wakanambia huyu okay. Lakini mumaridha tulimkosa, kila tutaiweka wanatuambia huyu hafai, mataifa hatambuliki. Lakini anashughulika sana, labda Prince Reja, labda yuko Tanganyika Kea na hivyo hatambuliki. Kumbe hawa hauwezi jua umuhimu wao ila umenani mambo hayo. Alhamdulillah kumkuta amesimama na anaisoma aya vizuri na anatembea na mada yake vizuri. Mwenyezi Mungu awalee hao wasomi wetu wa upande wa pili inshallah. Mada yangu haya yanaboresha ndoa. Mimi nitakuwa na jambo moja tu ambalo nitazungukia, ni hayo yanaboresha ndoa ili ndoa zetu ziwe salama. Ni mambo ambayo ukiyatazama utasema mbona wamekaa kama watoto, mbona hivi na vile, lakini kumbe huo utoto ndio unaboresha ndoa. Halafu unakuta mengi miongoni mwa haya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na labda matokeo kabisa, na mengine matokeo kayafanya mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tusiishi ndani ya nyumba zetu maisha kama ya kambi za kijeshi. Amri za kijeshi tu, lugha kavukavu na hivyo na nini, ndoa inaelekea kubaya. Haya yanaboresha ndoa. Ninacho kitabu katika Kutoka asubuhi, nikakumbuka kikao hiki, nikakusanya baadhi ya vitabu nikatoka navyo mwenye begi langu, ili nitapotulia sehemu basi nisome nione na kuja kuleta kitu gani. Kiko kitabu kinaitwa Liman yuridu zawaja wa tazawaja, kwa yule ambaye anataka kuoa lakini pia yule ambaye tayari keshaoa. Kitabu hicho ni kitabu kimeandikwa na doktora anaitwa Fuad Saleh. Huyu yuko hai, mwanachuoni mzuri sana katika mji wa Madina. Ana ofisi kubwa Madina. Ofisi yake jengo rosha 3 linapanda juu. Ofisi hizo umo ni kero za ndoa tu. Wenye kutaka kuoa wananasihiwa vipi,
wanapangwa vipi, wanatayarishwa vipi, wale wamekusha kuoa kuna mambo hayendi salama, anapata nasaha vipi, ni vitengo tofauti vimo humo. Hii ni ofisi ya Dr. Fuad Saleh. Dr. Fuad Saleh amesoma mambo ya ndoa kidini. Aya inasema, hadithi zinasema kidini. Lakini hakuchokea hapo, akatoka kwenda kusoma ndoa hiyo hiyo Amerika kidunia. Hawa nao wanasemaje? Kwa hiyo amewiva sana huyu bana. Akatoka huko ameleta mapenzi ya wazungu akayalinganisha na yale ya kidini, kisha akatoka na muondoko wa kidini. Kumbe kuna mambo wale wanafanya labda wazungu, mtu anaona si ndio kafiri huyu. Dr. Fuad akayapa hadithi na akayapa tokeo, mwenye dini yako kuwa hayo yako sawa, hapo wako sahihi, lakini haya tusifanye, sio ya kwetu. Huyo ni Dr. Fuad Saleh. Katika kitabu chake nimesoma asubuhi, akawa amezungumza sura ya Kisa. Akasema ndoa ya wawili wameoana. Dada mwenye nyumba amekaa nyumbani kwake, ametulia vizuri, mume wake kienda kwenye mizunguko yake, lakini ghafla ametulia, anasikia mlango unagongwa, labda unapigwa na teke kabisa, lakini bila kusema. Huyu mama roho ikaruka, kuna nini? Subhanallah, nini mlangoni? Akanyanyuka, yuko anahema, roho inapiga. Alivofika mlangoni akasema, man bilbab, nani yuko mlangoni? Yule akasema, zaujuki Nur, anayegonga mlango ni mume wako Nur. Akasikia kabisa sauti ya mume wake. Akafungua mlango, lakini hii picha ya ajabu. Kwa nini nyumba yako ugonge hivyo? Ungeniua. Tizama gisi moyo unapiga, umegonga kwa kasi vibaya, kuna nini? Tabia hiyo imetoka wapi? Sawa, sikiliza yanayoboresha ndoa. Mume wake Nur akamwambia, tulia, unajua huko nilikokuwa nimekukumbuka, nikakuwaza, nikaacha vyote, nikanyanyuka ninakuja kukuwahi, nimekuja nawaza lini nitakufikia. Subhanallah, nilivofika karibu ya mlango wetu ikanijia wazo lingine, labda mke wangu atakuwa kuna kitu kinamsumbua, ameshindwa kujikwamua mpaka mimi nifike, anahitaji sekuru ya haraka. Ndio nikagonga mlango, nikapiga teke ili ufungue, nikukukumbuka tu. Yule mama akatulia, akasema, kwa nini usigongi mpaka ukauvunja kabisa? Manake mambo imekuwa ungegonga sana mpaka ukaubomoa, kama lengo lilikuwa ni hilo. Unaona, haya yanaboresha ndoa. Yule jamaa Nura jamwambia, unaniuliza ni kwa baba yako hapa, ndoa imevunjika. Manake majibu yamekuja kuongeza ile wanasema zada tinan balla, haki mambo yamezidi kuwa mabaya zaidi. Lakini majibu yalivyokuja yakajikuta, alhamdulillah, mama amejiona kweli mume wangu yuko na haki, na kweli ni naye mume. Dr. Fuad Saleh akaleta kitu kama hicho ndani ya kitabu chake, lima yuridu zawaja watazawaj. Lazima mtu ajue namna gani anatembea na mwenzake. Shekhe mwingine katika kitabu chake Tuhfatul Arus, azawaju saidu min alkitabi wa sunna, ni shekhe mwingine, kitabu kingine, azawaju said, ndoa iliyofaulu, imefanikisha kutoka mkitabu na sunna. Akaandika mambo mengi tu, akasema bwana, siku moja, sawa kaka Isa unanifuata? Akasema siku moja kijana umeoa, kunahitajika nuzhatun qasiratun wa ziyaratun jamila baidan anin manzili wal aulad walau li saati, matembezi mafupi mazuri kwa visaa fulani nje ya nyumba yenu na mbali ya watoto wenu, tembezi mafupi. Halafu akaongeza akasema, hayo matembezi inabidi katika kutembea matembezi hayo
yusahibuha sayr ala alaqdami, sio kwa gari, kwa mguu. Labda baada ya asiri umetoka na mke wako kwa mguu, tunakwenda kumtembelea labda Sheikh Yatim, tunatoka kwa mguu, unakwenda na mke wako, sawa kaka Isa? Kwa hiyo unatembea. Anasema haya tazidu hadhaini, haya yanawazidishia hawa wawili tamasukan, manake mshikamano wa mahaba wa unsa, mapenzi na ile kushibana wao wawili. Haya manake ndio nimesema kuna mambo ukiyatazama unaona labda mbona kama mchezo. Haya yanatengeneza ndoa, maake wanatoka wameshikana, wako mguu, wanakwenda mkono, labda mkono umeingia kwa mwingine, wako wanatembea barabarani, wanakwenda kumuona fulani. Sheikh akaandika akasema hayo ni siri kubwa na ni message inaingia mbali na kwenda mbali sana. Sawa? Kaka Hassan, labda nikiuliza hapa na nina yakini kuwa sintopata majibu mazuri, na ndio maana sintosimamisha mtu au watu niseme nani kafanya. Lakini pale umekaa unajiuliza, mwezi mmoja na mwingine nyuma na mwingine nijipe watatu, hivi hili nimekusha lifanya na mwenzangu? Kila mmoja jiulize tu hapa, hivi nimekusha toka na mwenzangu labda badala asiri tuko natembea barabarani, Allahumma kama wana gari ya kutembelea ndio imenani ndani ya gari wamefichama humo, na kama watatoka basi mmoja yuko mbele na mwingine yuko nyuma, masafa ndo anakwenda, na ni mke na mme, huyu yuko nyuma na mwingine mbele. Ndio maisha yetu, tunaishi kimekanika. Mtu unatazama unauliza, hao watu kaka una watoto wangapi? Tunazao 5 mashallah tabarakallah. Lakini mienendo wanavyoishi watu ndani ya ndoa yao, mtu unafikia kujiuliza hao walizaaje? Wamefikia aje kuzaa watoto 5? Mwenendo manake wamezaa kimekanika, lugha ya kimekanika, hivyo ya kijeshi. Hapana shekhe, ndani ya ndoa inakwenda na sura ya namna hiyo, wanatoka wanakwenda hivyo. Shekhe akazungumza akasema hilo linatengemeza ndoa. Shekhe wangu Fuad Saleh akaandika ndani ya kitabu chake akasema, raa rajulun zawjatahu biduni kahal. Bwana mmoja ameoa akamuona mke wake siku moja amekaa mbele yake lakini hajapaka wanja, hana wanja. Na huyu baba anapenda kumuona mke wake katia wanja, lakini hapo hana wanja. Yule baba akashangaa akasema, halakta halt, kwa nini haujaweka wanja? Yule mama akamtazama mume wake akasema, khashitu an ushghila juz'an min ajza'i aini ani nadhari ilaika. Ya salam, maneno mazuri sana mume wangu. Sio hivyo, nimeshindwa kuchukua shughuli yangu kujishughulisha na sehemu ya jicho langu, labda nyusi niko napaka wanja, alafu niache shughuli zima kabisa ya kukaa na kutazama wewe. Mimi ndita nikae na kutazama, ndio maana sijajali hata huyo wanja. Ukiwa mbele yangu mimi sifanyi lingine, kwa hiyo nimetaka nikae na shughulishwa na kukutazama wewe. Kwa hiyo siwezi kushughulika na wanja, medamu upo mbele yangu, napenda nikae na kuona. Sheikh Fuad Saleh akasema haya ni mambo yanabeba ndoa, yanatengeneza ndoa. Ile mizozo na migogoro ambayo imezungumzwa hapa inakuwa iko mbali na hiyo nyumba, lakini kubwa zaidi pia nyumba hiyo inaishi ikiwa na baraka tele za Allah subhanahu wa ta'ala. Hali inakwenda namna hiyo. Mfano wa watu wakiishi namna hiyo, waheshimiwa, ndio unafikia yale maneno wanasema washairi, unawakuta wanaambiana, ruhuha ruhi wa ruhi ruhuha wa qalbuha qalbi wa qalbi qalbuha falana ruhun wa qalbun wahidun hasbuha hasbi wa hasbi hasbuha. Maneno mazuri sana. Usituoni tuko wawili, lakini roho yake ndiyo yangu na ya kwangu ndiyo yake, na moyo wake ndiyo wangu na wa kwangu ndiyo wake. Falana ruhun wa qalbun wahidun,
tuna roho moja na moyo mmoja, tunachangia roho moja na moyo mmoja. Hasbuha hasbi wa hasbi hasbuha, ya kwangu ndio yake na ya kwake ndio yangu. Hao watu wakiishi hivi, ndoa inatembea. Sasa watu wakitengeneza hayo ndani ya ndoa, ndio wanafikia kwenye mifano ya namna hiyo. Ruhuha ruhi, ndio mmoja akitoka Bujumbura na kwenda labda Muramvya, mke imebakia Bujumbura Muramvya tayari, mwenye simu kuna message 3 za kuandika, kuna kiua kimesukumwa cha picha, kuna ingine message nzuri kabisa, anaitwa Sheikh Bashiri, lakini kwenye mapenzi hakuna tena Sheikh Bashiri, amemgeuza kajina Bishri.